Mtazamaji wa Channel 10, karibu kwenye makala fupi inayoangazia kampeni za uchaguzi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Lindi hoye! Wataweza kweli? Wangapi Oktoba tunatiki mikono juu namna hii? Mgombea huyo ameendelea kuchanja mbuga akipita katika mikoa zaidi ya 10 na wilaya zake, akiendelea kunadi sera za ilani mpya ya CCM ya mwaka 2025-2030 kwa lengo la kuomba ridhaa ya kuchaguliwa tena kuongoza nchi kwa awamu nyingine. Pia mgombea huyo ambaye ameonyesha mvuto wa haiba ya kipekee kwa Watanzania kutokana na kote alikopita kupokelewa na umati wa maelfu ya watu waliofika kumpokea. Watu hawa wakiwa wamevutiwa na aina yake ya uongozi bora wa awamu iliyopita ulioacha alama kubwa ya maendeleo kwa Watanzania katika kila sekta muhimu, ikiwemo sekta ya afya, elimu, maji, miundombinu ya barabara na madaraja, umeme na sekta muhimu zingine kama vile kilimo, uvuvi na mifugo hakuziacha nyuma. Mgombea huyo katika mikoa yote aliyopita kunadi ilani ya CCM amekuwa akiendelea kusisitiza dhamira ya dhati na ya kweli ya chama hicho cha CCM ya kuendelea kuulinda na kuuheshimu utu wa kila Mtanzania na kuhakikisha inaboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii sanjari na kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anafikiwa na huduma muhimu za kijamii ikiwemo umeme, afya, maji na elimu. Akiwa mkoani Lindi, mgombea huyo alitoa ahadi mbalimbali ikiwemo ile ya kuboresha sekta za kilimo na uvuvi kwa kuendelea kutoa mikopo ya vifaa vya kisasa vya kuvulia ikiwemo boti pamoja na ujenzi wa kiwanda cha kuchakata samaki, huku pia akiahidi kuendelea kuwajengea wakulima mazingira bora yatakayoongeza uzalishaji wa mazao. Kwamba tumeleta bilioni 30 milioni 300 kutekeleza miradi miwili ya umwagiliaji katika bonde la Kinyope, Rutamba na Kilangala. Kwa awamu, tutakwenda kwa awamu. Lengo letu kuwafanya wakulima wazalishe mara 2 kwa mwaka. Sasa hivi Tanzania hakuna mazao maalum kwa biashara na mazao maalum kwa chakula. Mazao ya chakula sasa yamekuwa mazao ya biashara pia. Tunalisha jirani zetu. Huko nyuma mbaazi ilikuwa mboga hapa Lindi, lakini leo mbaazi ni zao la biashara na linaingia kwenye stakabadhi ya ghala na linaleta bei nzuri. Kwa hiyo tutaendelea kufanya kilimo cha kumwagilia ili watu wazalishe mara 2 kwa mwaka. Naye mjumbe wa kamati kuu ambaye pia ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye alifika katika mikutano ya mgombea huyo pale Lindi kwa lengo la kumnadi ili aweze kupata kura za ushindi katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni mwaka huu. Pamoja na mambo mengine, alisema kuwa Wanalindi wana kila sababu ya kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na mambo makubwa aliyowafanyia wakazi wa mkoa huo. Tuna sababu zote za sisi wa Tanzania kumpigia kura Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kuwapigia kura wabunge kwenye maeneo yetu, kuwapigia kura madiwani wetu, ili muunganiko huu ulete umoja wa kutambua changamoto na kuzitekeleza kwa wakati. Na leo nimefurahi sana kupokea ndugu zetu Wanalindi waliokuwa upande ule. Katika kipindi chao chote wamekuwa wakijifunza namna Chama cha Mapinduzi na serikali yake kinavyofanya kazi. Wamefika mahali wamekiri kwamba Tanzania hakuna chama mbadala. CCM oye!
Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mama Samia kama kijijini kwangu mimi hoteli 3 katujengea kituo cha afya, katujengea madarasa mawili ya shule ya msingi. Ndio hivyo. Kwa hiyo Mama Samia sisi hoteli 3 tunakubali na kula zote atapata. Hoteli 3 haipungi hata kula moja, kwa sababu kituo cha afya tumepata na huduma imeanza kutoka. Nampenda Mama Samia, arudi tena madarakani. Ametoa elimu bure kwa kila Tanzania nzima, kila kata ametoa mapikipiki, mabaskeli, na anatupenda kina mama, wanawake. Mabarabara yapo, na kwa vile yani tunampenda, anatuletea maji. Na mtazamaji, mara tu baada ya kumaliza mkutano wake katika mkoa wa Lindi tarehe 25 mwezi huu wa 9 mwaka 2025, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya mkutano mkubwa siku ya tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2025 katika mkoa wa Mtwara, pale Mtwara mjini, ambapo aliahidi kuongeza matumizi ya teknolojia ya kisasa, teknolojia ambayo alisema itakuwa salama kwa vijana wa Kitanzania kuitumia bila kuharibu mila na desturi za Kitanzania. Miaka 5 ijayo itakuwa ni miaka ya kupiga hatua kubwa katika matumizi ya teknolojia za kisasa, na vile vile miaka 5 ijayo tunataka kuchukua hatua za maksudi kudumisha mila, tamaduni na desturi zetu, zile zilizo bora, sio zile zenye madhara, zile zilizo bora. Sasa kwa upande mmoja tutaongeza matumizi ya teknolojia za kisasa ikiwemo akili unde ili kuimarisha ufanisi na tija katika uzalishaji na utoaji huduma, ikiwemo kwenye kilimo. Kwenye kilimo tumeanza sasa hivi kwenye kilimo tuna tafiti tunazozifanya kwa njia za kisasa, nazo ni tafiti za mbegu, tafiti za udongo, kujua afya ya udongo, na tafiti mbalimbali katika kilimo tunazifanya kutumia teknolojia ya kisasa. Lakini vile vile tunakwenda kutumia zana za kisasa kwenye kilimo, na ndio maana tunasema tutakuwa na vituo vya zana za kilimo ambapo wakulima wataweza kulipa bei nafuu, zana ziwatumikie na zirudi kwenye kituo. Mtazamaji, pia tulizungumza na wananchi pamoja na viongozi wa kimila kutoka mikoa ya Lindi na Mtwara, ambao nao kwa upande wao walielezea sababu za wao kura zao kuzielekeza kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ifikapo Oktoba 29 mwaka huu, huku pia viongozi wa dini nao wakiendelea kusisitiza suala la kudumisha amani katika uchaguzi huo. Naomba nichoiseme tu kwamba kupitia Chifu Wangaya ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa sasa ni mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Huyu rais kwa kweli amefanya kazi kubwa sana kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kubwa na jingine kubwa kabisa ambayo alisema ni upendo mkubwa alionao kwa Watanzania. Kwa kweli huko nyuma kabla hajawa rais mama, tulikuwa tunapata mashaka mno kwamba hivi kweli huyu mama anapoingia ataweza, lakini mama ameonekana anaweza, anakuja kuilea Tanzania kama vile mtoto ambaye amemzaa mwenyewe. Na ndio haya mafanikio ambayo unayaona, na watu wengi wanakuwa na muamko wa kwenda kwenye mikutano yake, ni kwa sababu ya upendo ambao yeye anauonyesha na namna pia anavyowaheshimisha watu wa Tanzania bila kujalilika na bila kujali makundi ya watu fulani. Watu wanajaa na watazidi kumiminika na kujaa kulingana na imani ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Yeye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameongoza Tanzania ipasavyo kwa haki, amewatendea haki wa Tanzania. Hakuna alipoacha bila kupita na kuingiza miradi mbalimbali, imetekelezeka yote kabisa. Na aliyoianza basi sisi tuna kila jambo la yeye kumchagua kwa kula za vishindo ili aendelee na ile miradi aliyoianza na mingine. Tunasisitiza kweli amani iwepo, na tunaomba watu wajitokeze vizuri kwenda kupiga kura kwa uchaguzi unaofuata kufanyika Oktoba. Mwenyezi Mungu ajalie uchaguzi huu wa amani, na Mwenyezi Mungu tunuku ya amani, Mwenyezi Mungu atudhibitie. Mwenyezi Mungu amani iendelee katika taifa letu la Tanzania. Na wasi wa Tanzania wote
tarehe 29 mwezi wa 10 wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, na kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania, lakini ni wasihi wa Tanzania wote wapiga kura, mara baada ya kupiga kura warudi nyumbani waendelee na majukumu yao, wasijihusishe na ushawishi wowote ule utakaoashiria uvunjifu wa amani, kwa sababu taifa letu limekuwa kisiwa cha amani.